Bara la Afrika limetakiwa kutathmini mitaala ya sasa ya elimu ikiwa bado inakidhi mahitaji ya Waafrika katika kwenda na wakati. Hili limetangazwa mjini Kigali hii leo katika kilele cha mkutano wa siku mbili, huku matumizi ya teknolojia ya akili mnemba. Vijana wa Kiafrika ambao sasa wanaiona teknolojia hiyo kama mkombozi, wanasema serikali zikitoa kipaumbele katika matumizi yake inaweza kuleta maendeleo zaidi ya bara hilo. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera anaripoti zaidi. Mnamo siku ya pili ya mkutano huu, wazungumzaji wamesema kwamba akili mnemba kwa sasa imeonekana kuwa nyenzo muhimu katika maendeleo ya Waafrika, hasa katika sekta mbalimbali, kama anavyofafanua Lavenda Birike binti kutoka Kenya na mwakilishi wa kampuni ya Crima 360. Kupitia AI, mkulima anaweza kupata taarifa ya hali ya hewa, bei ya mazao na ushauri wa kilimo bora kwa wakati halisi. Katika afya, tunaona AI inaweza kusaidia kugundua magonjwa mapema, kutoa ushauri wa afya kupitia simu na kuongeza ufanisi wa huduma hospitalini. Hata hivyo, faida anazozitaja Bi Lavenda Birike zimekuwa zikishindwa kufikiwa kwa sasa kutokana na changamoto kadhaa, ikiwa ni pamoja na kuendelea kutumia mfumo wa elimu ya zamani kwa nchi za Kiafrika ambao kimsingi haukidhi mahitaji ya Waafrika kwa sasa. Strive Masiwia, raia wa Zimbabwe na mwekezaji mkubwa katika teknolojia, akimiliki kampuni ya Econet Global yenye makao yake mjini London nchini Uingereza, amesema Our education systems, mifumo yetu ya elimu ya kusoma na kuandika tu sasa imedumaa. Hatuwezi kuwa na nafasi katika medani za kimataifa ikiwa watoto wetu hawasomi sayansi na hesabu. Bado tunataka kuzungumza Kiingereza na Kifaransa kizuri. Hapana, hii haisaidii tena. Watoto wetu wanahitaji ujuzi wa sayansi na teknolojia ya sasa. Ndiyo, sisi ni wapambanaji. Afrika ni bara la wapambanaji. Lakini wapambanaji wasio na ujuzi katika enzi hii ya matumizi ya akili mnemba hawatafanikiwa. Tunatakiwa kuwapa ujuzi. It's not tomorrow. Kama hilo halitoshi, hata hivyo, zipo changamoto lukuki ambazo zinaikabili sekta hii, kama anavyoenda kufanua Bi Lavenda Birike kutoka Kenya. Kuna ukosefu wa miundombinu ya kidijitali, hasa maeneo ya vijijini ambapo mtandao na vifaa vya kisasa havifiki kirahisi. Tuwaona pia hofu kuhusu ajira. Watu wanaweza kuhisi ni kama AI itachukua nafasi zao. Mkutano huu umemalizika bila kuweka maazimio yaliyoandikwa. Wataalamu hawa wamezitaka serikali za Kiafrika kuhakikisha changamoto zilizotajwa zinatafutiwa ufumbuzi. Hata hivyo, imetangazwa kwamba mazungumzo kuhusu kuanzisha mfuko maalum wa kusaidia maendeleo ya matumizi ya akili mnemba kutoka barani Afrika yenyewe yataendelea. Silvanus Karemera, DW, Kigali. Asante sana Karemera kwa ripoti hiyo.